Huko Washington, Julai 1, Reuters limeripoti jeshi la Irani liweza kuonekana zikipakia meli yake majini kwenye Ghuba ya Uajemi mwezi uliopita, hatua ambayo ilizidisha wasiwasi huko Washington kwamba Tehran inajiandaa kuziba mlango wa bahari wa Hormuz kufuatia mashambulizi ya Israel kwenye tovuti yake kote Iran. Kulingana na maafisa wawili wa Amerika, maandalizi ambayo hayakuripotiwa hapo awali, ambayo yaligunduliwa na ujasusi wa Marekani, yalitokea muda baada ya Israel kuzindua shambulio lake la kwanza la kombora dhidi ya Iran mnamo Julai 13. Walisema maafisa ambao waliomba kutotajwa majina yao ili kujadili masuala nyeti ya kijasusi. Upakiaji wa meli hizo haijawekwa wazi, isipokuwa ni kwenye bahari inayoashiria kwamba Tehran inaweza kuwa ilikuwa na nia ya kufunga mojawapo ya njia za meli zenye shughuli nyingi zaidi duniani, hatua ambayo ingeongeza mzozo ambao tayari umeshadhibitiwa kikamilifu. Takriban theluthi moja ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani hupitia mlango wa bahari wa Hormuz, na kuzuiliwa kwake kunaweza kupandisha kwa bei ya nishati hii duniani. Bei ya mafuta kimataifa badala yake imeshuka kwa zaidi ya 10% tangu Marekani iliposhambulia vituo vya nyuklia vya Iran, ikisukuma kwa sehemu na unafuu kwamba baada ya mzozo huo kusababisha usumbufu mkubwa katika biashara ya mafuta. Tarehe 22 Juni, muda mfupi baada ya Marekani kulipua kwa mabomu vituo vitatu muhimu vya nyuklia vya Iran kwa nia ya kulemaza mpango wa nyuklia wa Tehran, bunge la Iran liliripotiwa kuunga mkono hatua za kuzuia mkondo huo wa bahari katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hali hii imeitishia Washington na kuweza kutoa tamko na tathmini kuhusiana na kile Iran inachoweza kufanya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambayo unaweza kuleta mzozo mkubwa zaidi takribani kuliko na ule uliowahi kutokea hapo awali kati ya Iran pamoja na Israel ikijumlisha na Marekani.